Maimasa ameendelea kuweza kuwafanya watu wengine waweze kujihisi wenye thamani kubwa katika maisha yao, na leo hii amempatia ushauri bibiye Zuchu kutokana na maisha ambayo amekuwa akiyapitia katika maisha yake, kwa sababu Zuchu ni moja kati ya mtu ambaye mara zote anatamani sana kuweza kuona maisha yake yakiwa katika misingi na mikakati iliyo bora, na wengi wao waliweza kulitambua hili toka muda mrefu, na tumeweza kuona baadhi ya watu wengi waliweza kufunguka vitu vingi juu ya hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa, na tumeweza kuona baadhi ya ndugu jamaa na marafiki nao wameweza kulieleza hili na kuhusiana na yale ambayo yaliweza kutokea kipindi cha nyuma. Tumeweza kuona wengi wao waliweza kumpa sapoti kubwa sana bibiye Zuchu kwa namna moja ama nyingine, ili mradi kila kitu kiweze kwenda kuwa sawa, na wengi wao waliweza kusema ya kwamba kiukweli Zuchu ni mwanamke ambaye mwenye akili na ana uweledi sana katika maisha yake. Licha ya haya yote kuweza kutendewa katika maisha yake, bado aliendelea kupambana na kuhakikisha anatengeneza furaha yake yeye kama yeye, na sio kuwafanya watu wengine waweze kufurahia maisha. Hichi ndio kitu pekee ambacho bibiye Zuchu alichokuwa nacho katika maisha yake. Hivyo kwa upande wa Maimasa ameweza kumsihi na kumwambia kwamba wewe ni mtu bora na wewe ni mtu muhimu sana katika hii dunia, hivyo nafasi yako ni kuweza kuwafanya watu wengine waweze kujisikia wenye amani na furaha katika maisha yao, kwa sababu kuna mengi ambayo yapo, na kwenye hayo ambayo yaliyokuwepo kuna siri nzito ambayo ipo katikati yenu. Hivyo usiruhusu mtu yoyote aweze kukutoa kwenye mchezo kwa namna yoyote ile ambayo yeye anajua. Tunaelewa namna changamoto ambazo umekuwa ukikutana nazo katika maisha, tunaelewa namna ambavyo maisha yako yamekuwa ni changamoto sana kwa kila mtu. Huo ndio ushauri wa Maimasa. Mimi naomba nikusiki kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Mimi sina la ziada, huacha nikutakia siku njema na kazi